Kwenda kwenye kituo kwa kushtukiza na nitapeleka zawadi zetu kwa ajili ya kituo. Asante. Nikasema siwezi kuvumilia, yaani lazima nitafutie muda. Si wakati wote nakosa kazi. Moja ya jukumu kwanza ni kwenda kujitambulisha kwa baba na kutoa tulicho nacho kwa ajili ya kituo chako. Asante sana, asanteni, karibuni parokia ya Iwindi, kanisa la Roma. Mimi ni Padre Herman Mongi, mimi ni paroko wa parokia hii na pia mkurugenzi wa kituo cha watu wenye ulemavu. Hapa Iwindi tuna watu wenye ulemavu wanakuja kwa ajili ya matibabu, kupata huduma ya afya, ya viungo, mazoezi, ya tiba na pia huduma ya dawa. Hii ni kitu ambao tunafanya sana kwa sababu asilimia kubwa ya watoto wetu wanaishi na dawa. Wanahitaji dawa kila siku. Wana shida mbalimbali, wengine wana shida ya kifafa na magonjwa mengine dogo. So hawa wengine wana shida ya akili. So kwa hiyo ni ulemavu kwa jumla. Tunapokea watoto kutoka sehemu mbalimbali. Lakini sasa nimesimamisha kidogo watu wa mbali kwa sababu ya uwezo. Wanapokuwa wengi, yani nashindwa kuwahudumia, kuwapa chakula, kwa sababu wanapokuja hapa inabidi wapate chochote, wapewe dawa ambao ni sio rahisi sana kwetu, na kwa sababu tuna watoto wote wanaokuja kupata huduma hapa kwa sasa ni 217. Ni changamoto sana kwetu. Pia mazingira haitusaidie sana, kwa sababu natamani kuongeza idadi ya, kwa sababu ni ngumu kuona watoto wanateseka, wana shida, hawana nafasi nyingine ya kwenda. Lakini tuna shida ya hata ya eneo ya kufungua, kupanua huduma ya kituo. Ndio maana tulifanya hata ombi. Niliona Ombi kwa ajili ya eneo nini tunaoomba ni kwa ajili ya huduma ya kituo, kupanua. Sasa ni huduma ya jamii. Nasaidia hapa sio kanisa Katoliki, lakini kwa wananchi wote. Pia kwa kushirikiana. Ni kweli hatujaonana, lakini napata huduma sana kutoka kwenu. Maafisa wa kwako huko wa halmashauri wa ustawi wa jamii, tunafanya nao kazi kabisa kwa ukaribu. Wanasaidia sana kwenye mambo ya watoto hapa, hata kufuatilia shida mbalimbali. Yani tuko pamoja sana. Hata huduma ya mafundisho, kutoa elimu ya mambo mbalimbali wanafanya. Tulikuwa na mwingine hapa Magdalena Songoma. Amepata cheo. Yuko TAMISEMI sasa. Ana upendo wa ajabu Sana. Alijitahidi sana kujitolea kwa ajili ya watoto. Sio tu hao kwetu, hata wengine watoto wanaotoka vituo vingine wanakuja hapa. Anakutana nao, anawatuma kwa huduma. So tunashukuru sana. So kwa namna nyingine kazi yako inaonekana. Baba, asante kwa baraka. Nashukuru sana. Kazi yako inaonekana. Ubarikiwe sana. Asante paroko. Mungu awabariki sana. Bariki kazi yenu. Amina. Tutaendelea kufanya kazi pamoja kwa sababu sisi ni mali ya Mungu, lakini pia ya serikali. Amina. So kazi yetu bila nie ni changamoto, ni ngumu. Basi tunaomba utupe kibali ukabidhi kile tulichokileta. Asante sana. Amen. Toe tu mfano. Asante sana. Nashukuru. Naita sukari na chumvi. Asante sana. Chumvi ni kiungo muhimu na tutakubariki. Ni kweli, asante sana. Sisi wa Katoliki katika sakramenti. Ndio, ni kweli. Baba, mimi naomba baraka yako. Pia kabla ya baraka napenda pia kuomba kuhusu
kwa ajili ya changamoto tunao wengine ya lishe. Ni kweli kuna kipindi wa maafisa wa lishe walikuja kutoa elimu kwa wamama wa watoto wetu, lakini pia kuangalia namna kusaidia, lakini shida ya lishe kwa hao watoto wachanga ninao hapa inakuwa changamoto sana kwetu. Kama inawezekana pia kutuangalia sisi pia kituo chetu mambo ya lishe, kwa sababu wengine wanakuja kwenye mazoezi mwili haiko vizuri. So huwezi kumfanyia mazoezi mtoto ambao hajala vizuri. Mama mwenyewe ana shida. Wengi wa mama wanatelekezwa na wa baba, wanaishi peke yao. Unakuja na mtoto, tunahudumia mtoto, tunamhudumia mama, sasa inakuwa hii shida ya lishe na dawa inaweza kusaidia. Tulikuwa napokea dawa ya nini kutoka Ifisi. Kuna kipindi kingine ofisi yako huko tulikuwa napata dawa, lakini aliyekuwa anatuhudumia baada ya kifo chake basi alikuwa anapata tena mfamasia mmoja alikuwa yule mfamasia. So tutamshirikisha mganga mkuu. Na hii itakuwa kituo chake cha kuja. Anaitwa Dr. Erasto Rite. Nitamshirikisha sasa hivi nitakaporudi ofisini. Mtamuona na tutakuwa tunaendelea kushirikiana kwa huduma mbalimbali za kumtumikia Mungu. Amina. Asante sana. Basi Mungu atusaidie. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msaada yetu katika jina la Bwana aliyeumba mbinguni. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa zawadi ya hawa watumishi wako wanaokutumikia kupitia kazi ya serikali. Tunakuomba Bwana kwa unyenyekevu sana upende kumbariki huyu mtumishi wako pamoja na ofisi yake nzima na wenzake wote wafanyakazi. Kupitia yeye Mungu Baba Mwenyezi, ubariki nchi yetu Tanzania. Ubariki viongozi wote. Ubariki mkoa wetu. Ubariki pia wale wote wanaojitahidi ili wananchi waishi katika furaha, waishi katika amani. Tunakuomba Bwana kwa unyenyekevu, umbariki mtumishi wako yeye na familia yake. Umfungulie njia ya furaha na amani anapohudumia wananchi, na wewe uendelee kumhudumia katika shughuli za maisha yake. Tunaomba baraka yako Mungu Baba Mwenyezi idumu ndani mwake na familia nzima, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana, mbarikiwe. Amina. Mbarikiwe sana. Asante. Asante Baba. Na hili boxi ni la asante sana. Tumeweka humu sukari na chumvi. Asante sana.